Na tukisonga mbele ni kwamba huku taifa likijiandaa kuadhimisha mwaka mmoja tangu maandamano ya mwaka jana ya Gen Z nchini, makovu yameendelea kuandikishwa kwa wale waliojeruhiwa au jamaa za waliouawa. Katika kaunti ya Nyeri, Daniel Nderitu anasimulia aliyomsibu siku hiyo na ulemavu aliosalia nao baada ya kupigwa risasi mbili zilizosababishwa kukwatwa kwa mguu wake wa kushoto. Kama Mwangi anasimulia. Sometimes I demand to die. Tarehe 25 Juni mwaka 2024 inasalia kama kumbukumbu ya kufedhehesha sana maishani mwa Daniel Nderitu, baba ya watoto watatu anaishi kijijini Witemere mjini Nyeri. Nderitu anasimulia namna siku hiyo hakuwa na mpango wa kufika katika kituo cha kuegesha magari kwa kazi zake za kawaida. Ni siku ambayo maandamano ya Gen Z yalikuwa yanafanyika. Nikuangalia nyuma hivi nikauliza mama aje, ulikuwa unaenda gari za wapi? Akasema za Odha. Mimi kuchukua hii mguu nikamwambia mguu iinulike. Nikasikia kuganda ya pili. Saa hiyo nikiwa nasikia hii kuganda ya pili nilikuanga chini. Ni hapa ndipo Nderitu alipigwa risasi mbili kwenye mguu wake wa kushoto. Tuliinua hii nini? Tuloza juu. Damu ilimwagika. Na kwa paipu hapa kana nilikuwa nakwambia kanateremsha damu kanapanda hivi. Juu mimi sasa nimeanguka nimejikaza hivi sababu ya uchungu. Niliona damu huko. Jamaa mwenye alikuwa ananisaidia hata wa leo sijawahi muona. Maisha yake sasa yamebadilika pakubwa mwaka mmoja baadaye. Hata hii familia naonanga ni vizuri iniondokee. Lakini ninaangalia ikiniondokea nani atakuwa ananipelekea maji kwa mbafu? Inakuwa ngumu, hata nakunywa pombe. Anachukua miti hizo zake anasema ndaenda kujilusha kwa mtu. Na mimi mwenyewe naenda kumchukua namleta kwa nyumba na muongelesha pole pole. Na huku juhudi za kumsaidia kupata mguu wa kubandikwa zikiendelezwa na vijana mjini Nyeri, Daniel anawaomba vijana nchini kutafuta njia mbadala za kutoa walionayo moyoni, huku akiitaka serikali nayo kuwategea masikio vijana. Serikali iwache kutumia nguvu na iwachane na mambo ya kuua watu. Kuweka watu vieta kama mtu kama mimi alikuwa anajitafutia. Waache, ni shida kubwa. Kama Mwangi, runinga ya Citizen, Witemere, Nyeri mjini.